Masihi Dajjal ni nini fitna zake kubwa? Yaani kwa nini mtume akawa anaonya sana? Kwa nini mitume wote wakaonya sana? Kwa nini mitume waliopita, Nabii Ibrahim au Nabii Nuhu, asionye habari ya mtu kama Firauni aliyesema kama ana rabbukumul a'la? Kwa nini wasiwaonye kama mtu kama Namrud aliyedai uungu vile vile? Kwa nini wasionye kama watu katika nyakati zetu kina Hitler walioua watu mamilioni? Kwa nini waje waonye juu ya kiumbe kama huyu? Kwa nini? Tutataja fitna zake kiasi ya 10 haraka kwa sababu ya muda, ili kila mmoja apate kuzijua. Kwanza, fitna ya kwanza, atapokuja huyu bwana atakuwa ni mtu wa sunna. Nadhani mnafahamu hapa. Atakuwa msikitini, kakaa pembeni mwenyewe maisha yake, watu wanakwenda yule bwana cha Mungu sana bado kufika pale. Pengine kama tunavyojua, na madevu mengi na kanzu yake mpaka katika mafuti kama sentafu hivi fulani, na mswaki wake pembeni. Unajua ile shakli ya kuonekana bana jamaa si mchezo. Atakuwa hivyo mwenye kakaa kuna msikiti na abudu Mungu, anasema Qur'an, anafanya kila kitu, kimtizama kwa jamaa si mchezo, mtu wa sunna sana. Ukimkuta pale hana maskala kali kabisa, kuna nini khurafi nini yani yeye ndio hivyo, atakuwa mpaka watu watakuwa wanamjua kama ni mcha Mungu mmoja. Baada ya hapa sasa atazidi, sasa atakuwa sasa atasema mimi ni nabii. Baada ya kwamba shatambulika na watu wote kwa baada ya Mungu, atasema mimi ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu. Atasema mimi ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu. Watu wataanza kuona kwamba huyu jamaa inawezekana mtume kweli, mnamuona kadha. Na baada hapa atasema nini? Atasema kwamba mimi ndio Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na sallu ala nabi. Kwa hiyo hatakuja tu akasema mimi ni Mwenyezi Mungu. Atakuwa na mambo ya ajabu, mambo ambayo kama Mwenyezi Mungu kampa. Uwezo aliokuwa nao hakujipa mwenyewe, Mungu kampa, kwa sababu ni mtihani Mungu katuwekea sisi tupambane nao. Kwa hiyo fitna ya kwanza ni kwamba atadai uungu katika hali ambayo kwamba watu wataamini kwa sababu ya grades ambazo atapita. Pili, atakuwa na moto na atakuwa na pepo. Sisi tunasoma katika Qur'ani kila siku Mwenyezi Mungu ataja pepo, moto. Hakuna waliona, yeye ana wake. Ana moto wake na ana pepo yake. Ukimsumbua anakusukuma motoni. Ukimwamini atakuza peponi. Ana moto wake na pepo yake. Hiyo moto unawaka kabisa, kila mtu anauona, ule ni jahannam yake, na pepo inaonekana baridi hivi anakuwa nayo. Kwa hiyo ukifanya furugu anakurudisha motoni. Tatu, atakuwa na mito miwili. Mtume akasema ma'ahu nahrani yajriyani, atakuwa na mito miwili inatembea. Yani subhanallah, mito miwili inatembea. Mtu wa kwanza una maji ya moto kweli na mwingine ya baridi. Kwa hiyo utaona kiona kiu kabisa, ukiwa umfati atakupeleka katika ule mtu ambao wa moto. Basi Mtume anasema kwamba wewe ukiona hivi, nenda katika ule mtu ambao ni moto, yale ndio maji ya baridi. Ukienda katika ule mtu wa baridi, ule ndio moto wenyewe. Na ndio maana tukasema kwamba Dajjal manake ni talbis, dajala talabasa, ni kubadilisha. Msao kusema Masihi tumesema ni kufutwa ni jicho au kutembea katika ardhi, lakini Dajjal manake ni uongo, kubadilisha hivi, kudanganya hivi, ndio maana Dajjal. Na wako wengi, lakini Mtume kasema huyu ndio mkubwa wao. Kwa hiyo atakuwa na moto wake na pepo yake, na atakuwa na mito yake miwili ambayo inatembea kama tulivyosema. Tayeb, hii ni fitna ya tatu. Ya nne, atamuendea mmoja katika watu Waarabu au wale ambao watakuwa nao, anamwambia sikiliza wewe choyo, wewe unamkumbuka babako wewe? Anasema namkumbuka. Mamako namkumbuka? Namkumbuka. Sasa mimi nakwambia mimi ndio Mungu. Je, mimi nikimfufua baba yako na nikamfufua mama yako, na unajua kwamba mwenye kufufua
na kufisha na Mwenyezi Mungu, mimi nikifanya utaniamini? Akasema nitakuamini kwa sababu wanafanya mambo ya Mwenyezi Mungu peke yake. Basi naam, Mtume anasema fatamathala lahu shayatin, atafanya trick zake kwa kuwatumia mashetani, atamfufua baba yako, amfufue na mama yako. Na wakishasimama wazee wako wawili, wale wazee wako unawajua, masikiliza Mungu, tangu zamani wamekulea, wamekusomesha, wamekufundisha, pengine ulikuwa kuogopa, leo wamefufuliwa, wamesimama wima hivi, anakwambia mwanangu, huyu ndio Mungu wetu, umuamini. Ndugu zangu, atapenya mtu hapo? Wana muongee jamani, inshallah tutapenya. Tutakuja kuzungumza kinga zake, lakini ngoma nzito. Baba yako shekhe, au babu yako na baba yako na bibi yako na mama yako wamefufuliwa, wamesimama wima hivi, wanakwambia Juma, huyu ndo Mungu wetu baba, muamini, huyu ndo Mungu wetu Juma. Basi hapa Mtume kasema ni kwamba anafanya nini? Amewachukua mashetani wawili au watatu wanne, kisha wale mashetani wale akawafanyisha sura za wazee wako, wakali wakisimama pale kama wazee wako. Ndio trick anafanya, ndio trick ambayo anafanya. Hiyo ni mtihani wa 4. 5, huyu bwana atakuwa anaweza kuiamrisha mbingu inakamfika mtii. Ataiamrisha mbingu, anakuja kama hapa Tanzania au labda pahala ambapo hapana mvua, labda tuseme katika jangwa fulani, labda Sudan au pahala gani, anawaambia nyanja zile hakuna mvua, anaambia ayuha sama imtiri, ewe mbingu wewe lete mvua. Mvua inakuja, watu watamwamini. Huyu ni mtihani mwingine wa 5. Mtihani wa 6, atapita katika kijiji au mji, ataita watu wote. Kuna mkutano jamani, leo waita kama hivi, watu wa kijiji kile, pengine Waislamu, wakimkatalia tu, kuanzia muda ule, wakiamka asubuhi, kila kitu kimekauka, mazao yamenyauka yote, miti imenyauka, maji yamekauka, kila kitu. Wataanza ukame siku ile ile. Narudia tena, anakwenda katika watu mji, anawaita wamwamini, wakimkatalia anakausha kila kitu. Wanaanza kufa wanyama, wanaanza kufa mimea inakauka, wanaanza kufa wanadamu. Hii ni katika mtihani wake. Ndio maana nikasema atavuka mtu hapa, inshallah tutavuka. Huu ni mtihani wa 6. Wa 5. Wa 6, atapita katika mji mwingine vile vile, anafanya mkutano mkubwa wa kitaifa, watu watamwamini. Wakimwamini tu watu wa pale, sasa ataanza kuteremsha mvua, mimea itaota katika njia si ya kawaida. Kama hapa kwetu sisi tunaangizia tende Arabuni, basi pale siku ya pili jangwani hapo mitende imeota, watu wanakula tende, utafikiri wako Oman. Kama tunaangizia apple South Africa, pale anakwenda Kigamboni, anasema hapa mtavuna apple, na apple mnavuna siku ya pili. Kama mlikuwa mnaagizia sijui ngano, anakwenda pale fulani katika mji mmoja, anasema hapa mtakuwa mnavuna ngano, wa fi'lan mtavuna ngano kweli. Ndio maana Mtume Mwenyezi Mungu kasema hakuna mtihani mkubwa kama huu. Vile vile atapita katika ardhi sehemu fulani, akifika pale anaiambia ile ardhi, ile ardhi, ukhruji kunuziki, ardhi toa madini yako. Kwa hiyo pale katika ardhi, kama kuna dhahabu, kama kuna tanzanite, kama kuna kitu gani, zote zinatoka zinamfuata yeye, zinamfuata yeye huko, na kwenda huko ndo zinakwenda yeye. Atakuwa na uwezo huu. Kwa hiyo ana uwezo wa kuamrisha mbingu ikamtii, anaweza kuamrisha ardhi ikamtii. Haya mambo Mungu kampa makusudi, sio mchezo. 9, ndugu zangu, huduthu majaa. Wakati huo patatokea njaa kali kweli kweli, itatokea
Kwa nini? Kwa sababu akipita kwa Waislamu watamkatalia, wakimkatalia anakaushia kila kitu, watu hawana cha kukila. Sasa masahaba wakashuka, ya Rasulullah, sasa tutakuwa vipi, tutakula nini? Mtume akawajibu kwamba wakati huo yakfi almu'minina, itawatosha Waislamu wakati huo at-takbir wat-tasbih wat-tahmid. Sallu ala nabi. Waislamu wakati huo watatosheka, watakula na kufanya kila kitu ambacho cha maisha yao kwa sababu matatu: at-takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar; at-tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah; wat-tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Haya mambo matatu yataweza kuwaokoa Waislamu wakati huo na njaa kali kabisa ambayo Dajjal atawaachia wakimkatalia. Fitna nyingine kubwa ya 10, anakwenda pahala, anawaambia mimi ni Mungu, wanamkatalia. Sema sikilizeni basi, mimi nitakuonesheni kama mimi ndio Mungu kweli. Anakuja kijana, wewe fulani njoo, anamwita yule kijana. Akija anamwambia mimi ndio Mungu wako. Yule kijana wa Kiislamu anamwambia hapana, lasta birabbi, wewe si Mungu wangu. Anawaambia wafuasi wake, wanamkamata, anachanwa katikati yule kijana, katikati. Mtume akasema bil minshar, yanshurha bil minshar, anakatwa kwa msumeno. Sijui mnaujua msumeno ndugu zangu? Sio msumeno huu wa kukatia mbao hii ndogo ndogo. Ule msumeno kama mnaujua, mmoja kule mmoja huko, hali ya kweche msumeno, hali ya kweche msumeno ule. Mwanadamu anakatwa tangu juu mpaka chini. Ndugu zangu, haya ni maneno ya Mtume, sio hadithi chini wa chede, sio pauko pakawa. Haya maneno ya Mtume ndugu zangu. Ndio maana kwamba Mtume Mwenyezi Mungu wa mayantiku anil hawa, hakuja kuongea mambo ya kutaja habari za kuzi. Ndio maana Mtume akutaja habari ya Simba na Yanga, pamoja na kwamba sisi ndio tumeshughulisha hilo. Mtume akutaja tafsiri habari ya Manchester, lakini sisi ndio tumeshughulisha hilo. Mtume hajatafuta habari ya CAF na CCM, lakini sisi ndio tunashughulisha hilo. Mtume akataja habari ya Dajjal, lakini sisi tunakafika nao. Kihani kubwa. Tayeb. Kwa hiyo atakatwa kwa msumeno. Kisha atasema Dajjal, undhuru enyi watu, angalieni ila abdi hada, huyu mja wangu muangalieni jamani. Baada ya kumkata pande mbili, mguu mmoja kulia huku, kushoto huku, anapiga teke ule mwili wa binadamu. Mguu mmoja unakwenda kule, piga teke unakwenda huku, moja kulia, moja kushoto. Anasema jamani, angalieni, fa inni ab'athuhu, mimi namfufua huyu, angalieni, mimi namfufua. Thumma yazumu anna lahu rabban khayri, lakini huyu alipokuwa jeuri, nikisha kumfufua atakuja kudai kwamba eti kuna Mungu mwingine zaidi ya mimi. Naam, atamwita kwa jina lake fulani, kile kipande kimoja huku kitatoka na chao vitaungana. Sallu ala nabi. Vipande viwili vya mwanadamu vitaungana. Yule kijana atasimama wima. Baada ya kusimama wima, atamuuliza man rabbuk, nani Mungu wako? Kijana atasema rabbi Allah, Mwenyezi Mungu wangu mimi ni Allah. Wa anta aduwwu Allah, na wewe ni adui wa Mwenyezi Mungu, si Mungu chochote. Anta Dajjal, wewe ni Dajjal. Tena nakwambia Dajjal, ulichokifanya umenizidishia mimi imani kwa Mungu tu basi, wala si kingine chochote. Mwenyezi Mungu yule katika hawa. Hizi ni fitna, nimetaja 9, nimetaja 10, naongeza moja ya 11. Fitna nyingine kubwa kabisa ambayo wengi masahaba walishangaa, wakamuuliza sasa, huyu Dajjal kama ataweza control dunia, ata control vipi? Sisi tuko Arabuni, kuna upande kule wa India, kuna upande wa China. Sasa atakuwa wapi huyu? Sio ndugu zangu, mnanielewa? Leo hii sisi mpaka sasa hivi tuna sayansi na teknolojia lakini rais wetu tukiambiwa yuko China, basi hapa
makamu wa rais ndio anakuwa kiongozi, alaisa kadhalika, ndio jamani. Leo tukiambiwa kwamba rais wa Marekani kaja Tanzania, kule kuna kiongozi mmoja kasimama, sio huyu. Sasa huyu Dajjal aweza kukontrol dunia nzima, atakuwa vipi huyu? Masahaba wanamuuliza Mtume akawajibu akasema kalghaifi, huyu mwendo wake ni kama unavyoona wingu linapelekwa. Mtume akasema istadbaratu ar-rih, limekuja wingu linachukua upepo linapeleka huku linapeleka huku, namna ile. Yaani kwa kile dunia ni kama upepo vile unapokwenda. Nafahamu jamani? Yaani dakika moja tu haijatimia tayari kisha fika nchi ya dunia nyingine. Dakika moja nchi ya dunia nyingine. Dunia kwake ni kama kaimiliki hivi. Mtume kasema. Sasa huo ni mtihani mwingine mkubwa, kwamba ina maana huyu lazima atakuwa Mungu, kwa sababu hakuna mwanadamu anaweza dunia kuifanya kama anaichungulia hivi. Haiwezekani. Mwanadamu akiwa Afrika hawezekani kwa Uingereza, lakini yeye atakuwa hivi. Kwa hiyo atakuwa na sifa zote ambazo tumetaja hizi.